Salim bin Abdullah bin Umar, mjukuu wa Saidna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baba yake na babu yake ni masahaba. Yeye mwenyewe si katika masahaba, ni katika matabina, na ndio maana tunamsoma katika kitabu kinaitwa Suwaru min Hayati Tabiina. Kwa hivyo yeye hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baba yake na babu yake wamemshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamzungumza kwa upande mwingine sasa, anasema al-alimul amilu, mwanachuoni tena mtendaji. Mwanachuoni mtendaji. Mtendaji manake anaifanyia kazi ile elimu yake. Mwanachuoni mtendaji anathibitisha elimu yake kwa vitendo. Huu ni upande wa pili wa huyu bwana Salim bin Abdullah bin Umar. Lam yakun ahadun fi zamani Salim ibn Abdullah ashbaha minhu biman madha min as-salihin fi az-zuhd wal-fadl wal-aish. Al-Imam Malik. Kuna maneno ameyasema al-Imam Malik. Imam Malik ni imamu mmoja mkubwa katika madhhabi za Kisuni, ndio mwenye kuongoza madhhabi ya Malikia. Na kama mtakumbuka jana tulipokuwa tukisoma mambo ya usul fiqh, tusema kuna madhhabi ya Maliki, ya Shafi na ya Ahmad, ya Malikia, Shafiia na Hanbalia. Sasa huyu ndo mwenyewe Imam Malik ambaye anaongoza hiyo madhhabi ya Malikia. Naye ni mtu wa Madina, mwanakinda kindaki, kakutana na matabina. Yeye hakukutana na masahaba, kakutana na matabiina. Kwa hivyo anasema lam yakun ahadun, hakuwepo mtu yoyote fi zamani Salim, katika zama za Salim bin Abdullah, ashbaha minhu, anayefanana zaidi kuliko yeye, bima madha, na waliopita, minasalaina, katika watu wema, fi zuhdi, katika upanyongo wa dunia, wal fadli, na ubora, wal aishi, na maisha, yani namna ya kuishi. Katika zama zake hakuna aliyemzidi kufanana na waliomtangulia. Yani ukiondoa tabaka la masahaba, katika tabaka la matabina, jinsi alivyoishi yeye huyu Salim, kaishi zaidi kufanana na masahaba kuliko wengi sana. Na ni kwa sababu ziko wazi, kwa sababu baba yake ni sahaba na babu yake ni sahaba, na kalelewa na masahaba. Kwa hivyo maisha yake yamefanana zaidi na maisha ya baba yake na maisha ya babu yake. Kwa hivyo katika zama zake alikuwa ni mtu aliyethibitika kwa vitendo kuishi maisha namna hiyo. Kana li amiri al-mu'minina Umar ibn Khattab ta'ifatu min al-abna'i, alikuwa kamanda wa Uislamu Umar ibn Khattab ana kundi la watoto. Taifatun manake kundi. Tumesema neno taifa katika lugha ya Kiarabu ya asili ni kikundi, sio watu wote. Siku hizi tena tunasema tumelichukua kwa Kiarabu tumeletea kwa Kiswahili, tunasema taifa. Taifa la Tanzania neno la Kiarabu hilo ndo taifa. Lakini taifa, wa idh qalat taifatun min ahli alkitabi, na kiliposema kikundi katika watu wa kitabu. Kwa hiyo taifa si watu wote. Taifa ni kikundi. Lakini sasa hivi inatumika taifa kama watu wote, hasa kwenye lugha yetu ya Kiswahili, lakini taifa ni kikundi. Siku moja nilikuwa nasema katika kuitafsiri ile aya, mtu mmoja akashangaza niliposema waliyashhad adhabahuma taifatu min almu'minina, na washuhudie adhabu yao hao wazinifu wawili, kikundi katika waumini. Taifa sivyo inapofikiriwa na wengine kwamba watu wakizini watakwenda wapigwe bakora au wapigwe mawe, hasa kwenye mambo ya bakora, wapigwe bakora alafu TVZ itangaze dunia nzima ionekane wale wanapigwa bakora. Waliyashhad adhabahuma taifatun min almu'minina, washuhudia adhabu yao kikundi katika waumini, si watu wote. Hakusema ammatul mu'minina au kafatul mu'minina, taifatun, alafu akasema mina. Iko wazi kwamba sio wote. Lakini sasa sisi tunakwenda tukadhani kwamba lazima itakuwa ni mambo ya hadharani kwa kila mtu. Haiwi hivyo. Waliyashhad adhabahuma taifatun minal, na mini ya pale ni tabiidhia, kwa baadhi tu ya waumini ndio wanakwenda kushuhudia, sio kila mtu. Lakini ndio anataka umakini. Nasema kwenye tafsiri, niwahi kusema kwamba tafsiri zipo, lakini umakini ndio ulokosekana katika maeneo mengi sana. Basi alikuwa na taifatu min abna, kikundi cha watoto. Tena abna aghlabu inakuwa ni watoto wa kiume. Lakini mwanawe Abdullah kana ashaddahum shabahan bihi, alikuwa mno kuliko wote kufanana naye. Alikuwa na watoto wengi wa kiume, lakini huyu Abdullah alifanana zaidi na babake.
Wa kana li Abdullah ibn Umar adadu min al-abnai, na huyo Abdullah ibn Umar naye alikuwa na idadi ya watoto wa kiume, aktharu mimma kana li abi, zaidi kuliko walivyokuwa wa babake. Babake alikuwa na watoto wengi, lakini yeye akawa na watoto wengi zaidi kuliko babake. Kila wakenda wanaongezeka tu. Lakini ibnahu Abdullah, lakini mwanawe, lakini ibnahu Saliman, lakini mwanawe Salim kana ashaddahum shabahan bihi, alikuwa mno kufanana na babake. Katuchukua mbali kidogo. Anachotaka kusema kwa ufupi ni kwamba Salim amefanana na babake Abdullah, na Abdullah amefanana na babake Umar, na kwa hivyo Salim kafanana na babu yake Umar. Yani ikiwa wewe umefanana na baba yako, halafu na baba yako kafanana na baba yake, ni sawa na kusema wewe umefanana na babu yako. Waliosoma Bodmas wanajua. Nakumbuka Bagasjuto Bodmas. If A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C. Kwa wale ambao wamepita kidogo tu kwenye darasa hawawezi kama alifu inafanana na B na B inafanana na jim, basi itakuwa alifu nayo inafanana na jim. Ikiwa hivyo. Kwa hivyo ikiwa Salim anafanana na babake Abdullah na Abdullah anafanana na babake Umar,